Story ni kali sana na imekaa kimkakati, inakwenda kwa title ya The Origin of Israel, na inasimuliwa na mimi msimulizi wako kutoka kanda ya kaskazini, nikimaanisha mkoa wa Kilimanjaro. Bana, katika story iliyopita nilikusogezea habari ya Yona na yule samaki ambaye alimmeza, na nikasimulia jinsi ambavyo samaki alienda kumtapika kando ya bahari baada ya siku 3. Sasa kwa jinsi ambavyo nimetafakari na kuelewa kwamba inakuaje mtu anamezwa na samaki alafu anaenda kutapikwa baada ya siku 3, nikajiuliza maswali ya kiroho, lakini baadaye nikarudi katika uhalisia nikapata majibu ya aina mbili. Sasa kwa wale ambao wanaweza wakanisupport katika habari ya roho, tunaweza tukaelewa kwamba Mungu aliamua kumtumia samaki nyangumi ili ammeze Yona, amrudishe kule kando ya bahari, kule nchi kavu, ili Yona aweze kwenda kuhubiri injili. Kwa sababu unaambiwa kwamba Yona alipotumwa na Mungu aende kuhubiri injili kule Ninawi, yeye alimkatalia Mungu, akaamua kwenda katika mji wa Tarishishi. Kwa hiyo Mungu aliruhusu kabisa Yona akate tiketi aende Tarishishi. Akasubiri, walipofika katikati ya safari kule baharini akaamua kuichafua bahari. Kukawa na chafuko kubwa sana. Kwa wale wavuvi wanaweza wakanielewa kwamba kukiwa na chafuko baharini hali huwa inakuaje. Kuna watu wengine huwa wanapiga kelele, kuna wengine huwa wanatapika, na wengine huwa wanaishia kuzimia. Lakini sijui ilikuaje kwa hawa watu ambao walikuwa wanasafiri Yona. Mpaka ikafikia hatua wakaandika kama story katika kitabu cha Biblia. Inaonekana ilikuwa ni story nzito sana. Ilikuwa ni story ambayo ilihiti kwa wakati ule katika ule mji wa Tarishishi. Sasa unaambiwa bwana, baada ya lile chafuko kutokea katika ile bahari, watu wakapiga kura, wanataka kujua ni nani ambaye anasababisha tukio hili, kwa sababu halikuwa ni tukio la kawaida. Na unaambiwa sasa kwa wakati ule, kipindi kile, Mungu alikuwa anazungumza na watu live. Alikuwa na uwezo wa kujitokeza live na akasema na watu katika maumbile tofauti tofauti. Sasa hatuwezi kuelewa ni kwa namna gani Mungu alishuka katika ile meli, katika ile merikebu, akasema na wale watu, akasema na Yona, mpaka Yona akagundua kwamba hii ni vita yangu na Mungu imeinuka kwa sababu nimekataa kwenda kuhubiri injili Ninawi. Sasa unaambiwa bwana, katika sifa za huyu mnyama nyangumi ambaye anaitwa samaki kwa watu wanavomtambua, kwa sababu alifanikiwa kummeza Yona. Unaambiwa nyangumi ni mnyama mkubwa sana ambaye anaishi baharini, na ni mnyama mpole sana na ni rafiki wa binadamu, lakini unaambiwa anapenda sana kiki. Yaani anapenda masifa. Akiona chombo chochote cha baharini kinapita ambacho inaendeshwa na mwanadamu, huwa anaamua kusogea mbali kidogo, anakipisha kile chombo kinapita, alafu anachokifanya ili mtambue kwamba yuko lile eneo, anajirusha juu, alafu anadumbukia tena kwenye maji. Kwa anachokifanya ni anaibuka na kuzama, alafu anapiga mkia wake katika yale maji. Kwa hiyo kunakuwa na vurugu siku hiyo katika ile eneo. Sasa watu huwa wanafurahia sana kwa sababu nyangumi anapenda show off. Kwa hiyo anapohisi kama kuna meli inapita pembeni, yeye anachokifanya anasogea mbali, alafu anaibuka, anazama tena, anaibuka na kuzama tena, alafu anachokifanya ule mkia wake anaupigiza kwenye maji anaruka. Ni kitu ambacho anakifurahia sana. Hii inaweza kufanania na wale samaki fulani hivyo wanaitwa dolphin. Ushaona kwenye movie wazungu huwa wanafurahia sana wakiwaona, wanapiga kelele. Yani huyu samaki bwana, nafikiri ni kama huyu nyangumi, ni jamii ya hawa nyangumi. Yani huyu dolphin akizama kwenye maji, akiibuka, anakuwa anapiga mkia. Kwa hiyo wazungu wanakuwa wanafurahia sana, na ni rafiki sana wa binadamu, kwa sababu kwa wale ambao wanaelewa, kuna wasanifu mbalimbali wamekuwa kipiga picha na hawa samaki wanaitwa dolphin. Sasa turejee kwa huyu samaki ambaye alimmeza Yona, kwa sababu ni samaki ambaye alishika title kwa kipindi kile, kwa sababu alifanikiwa kummeza nabii mkubwa ambaye alikataa kwenda kuhubiri injili katika ule mji wa Ninawi. Sasa unaweza ukaelewa huyu samaki alipata kiki kwa wakati ule, kwa sababu alikuwa ni samaki pekee ambaye aliweza kummeza nabii wa Mungu. Hii inakwenda kama kule katika bustani ya Edeni kwa yule nyoka ambaye alifanikiwa kumdanganya Eva. Yani hakutawahi kutokea nyoka mwingine ambaye alishika title kwa kipindi kile kama yule nyoka ambaye alifanikiwa kumdanganya mke wa Adam, na maanisha Eva. Sasa turejee kwa huyu samaki ambaye alipata kiki kwa kufanikiwa kummeza nabii mkubwa sana ambaye alikuwa anaitwa Yona. Unaambia bwana, huyu samaki
Sifa yake nyingine ni kwamba ana mishipa mikubwa sana ndani ya mwili wake ambayo akiweza kummeza mwanadamu au kiumbe chochote kikubwa tofauti na samaki wadogo wadogo, yani kwenye ile mishipa yake una uwezo wa kuogelea kama upo kwenye swimming pool. Yani ukifanikiwa kuingia kwenye mwili wa huyo nyangumi kwenye mishipa yake ni mikubwa sana kiasi kwamba unaweza ukaogelea bila kugusa kingo za ile mishipa. Yani kinachotokea ni kwamba unaweza ukapiga ruti kwenye ule mwili wake, leo ukajikuta uko kwenye mkia, kesho ukajikuta umekimbilia kwenye masikio, kesho yake ukajikuta umebaki pale kwenye eneo la moyo. Yani wewe unachokifanya ni kuzunguka kwenye mwili wa huyu nyangumi. Sasa I wonder kwa hiyo ilikuwaje kwa zile siku 3. Nawaza na nikijaribu kufumba macho hivi naona jinsi ambavyo Yona anazunguka. Siku ya kwanza anaibukia kwenye mkia, kesho yake anaibukia kwenye tumbo, kesho yake anaibukia pale kwenye sehemu ya kichwa, kwa sababu tumeambiwa kwamba mishipa ya huyu nyangumi ni mipana kiasi kwamba mwanadamu akipita hawezi kugusa huku wala huko. Okay, sasa tuachane na hayo, tuingie na sifa nyingine ya huyu nyangumi. Unaambiwa nyangumi bwana ni rafiki wa binadamu na ni mnyama ambaye ni mkarimu sana na hana tabia ya kula nyama za watu. Chakula chake nyangumi ni samaki wadogo wadogo na dagaa aina ya kamba. Na samaki nyangumi tunaambiwa kwamba yeye hamezi maji wala hatumii maji kabisa ya bahari. Yeye anachokifanya anapokula kile chakula kinaenda kuchakatwa katika mwili wake, ambacho ndo hicho samaki. Kikisha chakatwa katika mwili wake, baadaye kuna sayansi inafanyika kwenye mwili wake, kile chakula kinatengeneza maji. Kwa hiyo anajikuta anapata maji kupitia kile chakula ambacho amekula. Lakini sifa nyingine ya huyu mnyama nyangumi, tunaambiwa kwamba ni mnyama ambaye anakula nyama lakini hali nyama ya binadamu. Anakula nyama nyingine lakini hawezi kula nyama ya binadamu. Utaelewa ni kwa nini Mungu aliamua kumtafuta nyangumi ammeze Yona na asitumie samaki mwingine. Kwa wale ambao wamesikia story mbalimbali kuhusiana na papa, sijaweza kufanya utafiti kuhusiana na papa, lakini ninaweza kuelewa habari ya Mungu ni kwa nini aliamua kumtumia huyu samaki nyangumi akammeza Yona. Hapa kulikuwa kuna purpose za Mungu. Unaambiwa Mungu anapokuwa anafanya kitu anakuwa na kusudi lake ambalo anataka kulitimiza. Yani Mungu alitafuta viumbe ambao amewaumba katika ile siku za uumbaji, akagundua kwamba niliwahi kumuumba nyangumi ambaye ni rafiki wa binadamu. Kwa hiyo huyo Yona kwa sababu ameamua kupanda meli anaelekea Tarishishi, nitakachokifanya nitaichafua bahari. Ukisoma katika kile kitabu cha Yona utaona kwamba Mungu akaitokeza dhoruba katika ile bahari ili kuwe na mchafuko, kwa sababu Mungu alikasirika. Ni kwa nini Bwana wewe Yona mimi nakutuma alafu unanikatalia? Kwa hiyo alipoichafua ile bahari akamsogeza na samaki nyangumi kwa karibu. Sasa unaambiwa nyangumi sifa yake katika ulaji huwa anafanya hivi, wanachama mdomo, alafu akisha chama mdomo samaki na dagaa wanakusanyika pale, alafu anachokifanya anawameza. Akishawameza huwa anaachilia mdomo kidogo, maji yanaanza kutoka. Kwa hiyo inawezekana wakati hao watu wanamtupa huyu Yona, huyu samaki nyangumi alikuwa ameachama mdomo wake anameza wale dagaa ambao alikuwa ni chakula chake. Sasa katika harakati za hapa na pale Yona baada ya kutupwa, Mungu akaona nifanye nini ili nimwokoe huyu Yona, kwa sababu nikimwacha akatupwa kwenye haya maji Yona atameza maji alafu atakufa. Jamani, kwa wale ambao wamewahi kuzama kwenye maji wanaelewa kwamba ukizama kwenye maji unakunywa maji, ukinywa ya kwanza, ya pili, ya tatu umekwenda na maji. Sasa Mungu akatumia samaki nyangumi ili aweze kumwokoa Yona. Akatumia samaki nyangumi kama meli kumrudisha Yona kule nchi kavu ili Yona aweze kurudi kwenda kuhubiri injili Ninawi. Sasa utaelewa hapa, utamuelewa Mungu ni huwa ana njia nyingi sana. Akitaka kukuweka katika mstari anaweza kutumia kitu chochote. Utaona hapa Mungu badala ya kutengeneza mazingira Yona asipewe tiketi, anaamua kuruhusu Yona anapewa tiketi, anapanda meli kuelekea Tarishishi, lakini anaamua kutafuta samaki ili amrudishe Yona aweze kurudi nchi kavu ili akapande meli nyingine na kwenda Ninawi. Sasa utaelewa kuna wale ambao wana wito ndani yao lakini wanaagizwa na Mungu kwenda kuifanya kazi. Wanasikia kabisa wito ndani yake, labda wito wa kuhubiri, wito wa kumtolea Mungu sadaka, wito wa kuimba, lakini wanakuwa na viburi, wanajiona wenyewe wamefika, wanafukia talanta zao. Nakwambia we mtu wangu, kuna siku itakukosti kama Yona. Kuna siku Mungu ataamua mtafute nyangumi
akumeze alafu akurudishe nchi kavu ili uweze kuendelea katika kuhubiri injili katika huo mji wa Ninawi ambao Mungu ameucreate katika area yako. Sasa nataka nikusanue kitu kimoja. Story inakwenda kwa title ya The Origin of Israel. Ni title kali sana. Ni story ambayo ukiifuatilia kwa karibu utaburudika. Big up sana mtu wangu wa nguvu.